Yes, inakuaje? Mambo ni gani? Mambo ni vipi? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online kubwa zaidi. Ni kuambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele na uwe mtongo wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi tunatazama kile ambacho kimetokea baada ya dakika 90 kuweza kukamilika kwa wana lamba Azam FC pamoja na klabu ya Dar es Salaam Africans, mchezo kumalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Ni suluhu au sare? Utajua Kiswahili ni kitu gani hapo. Sare ni ya mabao, suluhu ni ya bila kufungana. Basi ndio mchezo umemalizika hivyo. Nikasema ngoja nikupitishe kwenye uchambuzi wa kiufundi kuhusu mwenendo wa timu ya klabu ya Dar es Salaam Africans ambao umeonyesha dalili kadhaa zinazoashiria mapungufu katika mbinu na falsafa ya uchezaji kutoka kwa benchi la ufundi. Kwa timu ambayo ina historia kubwa na matarajio makubwa kama Yanga, kiwango ambacho ni cha ushindani ambacho kinapaswa kuweza kuonyesha wazi hasa pale ambapo inakutana na wapinzani wakubwa kama Azam na timu nyingine ndani ya ligi. Kuna baadhi ya mechi zimekuwa zikionyesha udhaifu ambao unahitaji kuweza kuchambuliwa kwa kina na kukupa taswira ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Kwanza, kuna tatizo ambalo linaonekana wazi katika eneo lao la ushambuliaji. Katika michezo muhimu, timu imekuwa ikimaliza kipindi cha kwanza bila shoot hata moja linaloelekea golini, nikiwa na maanisha shot on target. Hii ni moja kati ya tatizo kubwa kwa timu inayotegemewa kuweza kutawala mchezo, lakini pia ni timu ambayo ni mtetezi wa taji la ubingwa. Timu ambayo inakosa shuti hata moja golini kwa dakika 45 za kwanza inaonyesha kwamba kuna mpangilio wa mashambulizi hauko sahihi, lakini pia inawezekana mpira unazungushwa sana katikati ya uwanja na pembeni bila kuwa na mpango wa kuweza kuivunja safu ya ulinzi ya timu pinzani. Na hii sio kwa mara ya kwanza kuweza kuonekana hivyo. Katika mchezo dhidi ya Simba pia tuliona klabu ya Dar es Salaam Africans ikimaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza pasina kuwa na shot on target hata moja. Lakini pia mwenendo wa timu ambapo inakutana na timu kubwa umekuwa kutia wasiwasi mno kwa upande wa wananchi. Katika soka la ushindani, uwezo mkubwa wa kocha unapimwa zaidi kwenye michezo mikubwa, michezo kama dabi. Tumeshuhudia dabi ya Kariakoo, tumeshuhudia pia dabi ya Dar es Salaam. Tunahitaji mbinu tofauti kulingana na mpinzani, lakini kwa baadhi pia ya michezo wananchi imeonekana kucheza kwa mfumo ule basi na kuwa na marekebisho ya kimkakati au kuwa na mbinu bora ambazo zimekuwa zikitoa mwelekeo mzuri wa kupelekea watu kuona kabisa hapa kuna jambo ambalo limekuwa likisakwa. Matokeo yake timu inashindwa kupata ushindi na hata kutengeneza nafasi nyingi za kuweza kufunga. Hii inaashiria kwamba kuna ukosefu wa mbinu mbadala, nikiwa na maanisha kiufundi tactical flexibility kutoka kwa kocha ambaye amekuwa kikinoa kikosi, nikiwa na maanisha Pedro Goncalves. Lakini pia kitu cha tatu ambacho kinapelekea matokeo haya kuweza kutokea kwa upande wa wananchi, kuna tatizo la kutengeneza nafasi za wazi za kufunga, clear scoring chances. Uchambuzi wa kimchezo unaonyesha kuwa safu ya ushambuliaji mara nyingi inabaki na mipira yenye ubora kutoka kwa viungo, lakini kunakosekana kwa muunganiko mzuri kati ya kiungo na ushambuliaji na kunafanya ushambuliaji washinde kupata nafasi. Aidha, kukosekana pia kwa heka au mbinu za wachezaji bila mpira, off ball movement, kunafanya ulinzi wa timu pinzani uwe rahisi kuweza kuzuia mashambulizi ambayo yamekuwa yakitoka kwa upande wa timu ya Yanga. Changamoto kubwa ambazo zinakabili timu ni pamoja na ukosefu wa ubunifu kwenye eneo la mwisho la uwanja, mfumo wa ushambuliaji wa kuzalisha nafasi nyingi unakosekana pia, pamoja na kushindwa kuweza kubadili mbinu kulingana na aina ya mpinzani ambaye wanakutana naye. Na hizi ni changamoto za kimbinu ambazo kawaida hutengeneza au tegemewa kuweza kutatuliwa na benchi la ufundi. Benchi la ufundi likiwa bora, basi na mbinu kama hizi zimekuwa zikitengenezwa na kupelekea timu kuweza kuwa bora zaidi. Lakini pia suluhisho ambalo linaweza kutengenezwa kwanza ni kuweza kurekebisha mfumo wa uchezaji ili kuweza kuongeza ubunifu katika safu ya kiungo, hasa kuwa na kiungo ambacho kina watu ambao ni washambuliaji ambaye anajua kupush mipira kwenda kwa washambuliaji, lakini pia kuangalia ni kuongeza kasi ya mpira pindi ambapo anashambulia kwa kutumia mbinu za kuvunja ulinzi kwa pasi za haraka katikati, mipira yenye kupenya through passes,
lakini pia harakati za wachezaji wanaoingia kutoka pembeni. Hapa tunamhitaji mtu kama Yao Kwasi Toula ambaye atakuwa akivunja mbinu pinzani kwa kutumia pande za kushoto au kulia. Unajua upande wa kulia kule Yao Kwasi Toula ni mtu mzuri sana ambaye anajua kuvunja ngome 2 hadi 3 na kutengeneza pasi za mwisho ambazo zimekuwa na jicho la kwenda kwa washambuliaji. Lakini pia inabidi uangalie uchambuzi wa pinzani kabla ya mechi na marekebisho ya mbinu wakati wa mchezo. Ili muhimu kuweza kuongeza uwezekano wa kutengeneza nafasi zaidi. Hata hivyo, kwa timu kubwa kama Yanga, pressure ya matokeo huwa ni kubwa sana. So mashabiki, viongozi na wadau wa klabu wanatarajia kuona timu ikitawala mchezo mikubwa na kuonyesha tofauti wa kiwango. Ikiwa ni mwenendo wa kukosa matokeo dhidi ya timu kubwa itaendelea, basi pamoja na kushindwa kutengeneza mashambulizi hatari, shinikizo kwa kocha au pressure ya kuweza kumtimua kocha itaongezeka zaidi. Katika historia ya klabu kubwa, kama mara nyingi itaishia kwa uongozi kufanya maamuzi ya mwisho, basi kuna namna timu imekuwa ikipelekea kufanya maamuzi magumu, na kuna nafasi kubwa sana ya kocha huyu Pedro Goncalves akatemwa kutokana na kiwango ambacho amekuwa kikionyesha kwenye michezo mikubwa. Michezo ya kufanya maamuzi imekuwa ikimshinda, hata michezo ambayo ina pressure kubwa kama mchezo dhidi ya Tanzania Prisons. Tumeona ni kwa namna gani ambavyo amekuwa kisota kwenye kusaka au kwenye kuhakikisha anapata ushindi kwenye michezo migumu kama ile. Michezo migumu ndio michezo ambayo kocha anapaswa kuweza kuonyesha umaridadi wake, lakini pia kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo ana uwezo mkubwa wa kuonyesha mbinu zake, lakini pia kuwatumia wachezaji ambao wana uwezo kuweza kuamua mechi hata kama timu pinzani inakuwa na mbinu kali kiasi gani. Kocha unapaswa kuwa na wachezaji ambao wanajua kuamua mechi, lakini pia wana mbinu za kuweza kuamua kile ambacho kinaonekana uwanjani. Kwa mchezo wa leo dhidi ya Azam, imeonyesha dhahiri shahiri kwamba kocha Pedro Goncalves anahitaji kuweza kuboresha mbinu zake, lakini pia anapaswa kuangalia ni kwa namna gani ambavyo atakuwa na mbinu mbadala pale ambapo timu yake inazidiwa katika dakika 15 za kipindi cha kwanza na dakika 15 za kipindi cha kwanza, yani dakika 15 za first half na dakika 15 za pili za kipindi cha kwanza, nikiwa namaanisha dakika 30. Napaswa awe tayari amekwisha kuwasoma wapinzani na kujua ni kwa namna gani ambavyo ataziendea dakika 15 za kipindi cha mwisho cha tatu, nikiwa namaanisha ile first half akigawanya mara 3, basi anakuwa tayari ameshagundua ni kitu gani ambacho anapaswa kuweza kukifanya ili kuweza kupata matokeo kwenye michezo migumu kama hii. Pasi na hivyo, basi tutakuwa tukiangalia Yanga ikiwa inateseka kuweza kupata matokeo na kuendelea kustruggle kujua ni kwa namna gani ambavyo wataendelea kutetea taji lao la ubingwa. Mimi nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele pindi tu ambapo taarifa kama hizi zinatokea, basi tuendelea kuzipata kwa urahisi zaidi. Till next time, by the way.